Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inamhusu Diamond Platnumz. Bwana Diamond ametoa rai au ameweka wazi bayana kabisa kwamba anataka aanze kuwasha moto. Kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao wana fan base kubwa sana hapa Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na hata duniani kwa ujumla. Na hivi karibuni bwana tunafahamu kabisa kwamba Diamond bwana ameshaachia hiti kadhaa, lakini alikuwa amekaa kimya kidogo kwa sababu alikuwa yuko busy kidogo na haya mambo ya uchaguzi, lakini pia at the same time ni kwamba ameahidi kwamba Oktoba hii kwa mashabiki zake bwana lazima adondoshe mawe. Yaani hapa ni kama vile amedokeza ujio wa kazi mpya kabisa kutoka kwake. So kupitia ukurasa wake wa Instagram wa kwake yeye, lakini pia vile vile tumepita hata katika page ya Mama Dangote, na yeye naye pia tumekuta ameposti the same thing, kile ambacho amekizungumza Diamond, kuthibitisha kwamba sasa anataka aanze kuachia jiwe baada ya jiwe, yani kazi juu ya kazi. So moja kwa moja bwana, kupitia ukurasa wa Diamond Platnumz katika Insta story, lakini pia vile vile katika official post ya Mama Dangote, Diamond amenukuliwa kwa ujumbe ambao ameuandika katika ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story. Diamond ameandika kwamba bwana, Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa. Ni kwamba Diamond Platnumz bwana amezaliwa mwezi Oktoba, yani mwezi wa 10. Na ukizingatia kwamba hii ni Septemba hii, tunaifunga hii ni tarehe 29, mwishoni kabisa wa mwezi wa 9, mwezi Septemba tunaingia Oktoba. Sasa Diamond Platnumz bwana anadai kwamba Oktoba ni mwezi wake ambao yeye amezaliwa, yani ni birthday month kwake yeye, na ameahidi mambo mengi sana ambayo anataka kuyafanya kwa mwezi huo wa Oktoba, yani mwezi wa 10. Diamond ameendelea hapa kwa kuandika kwamba bwana, Oktoba ni mwezi wangu wa kuzaliwa, na panapo majaliwa mnamo Oktoba tarehe 2, Oktoba 2nd, nitatimiza miaka 36. Bwana Diamond bwana, umri unazidi kwenda. Harmonize ana miaka 31 if I'm not mistaken. Diamond ana miaka 36. Bwana, kwa hiyo Diamond kidogo ni mkubwa, lakini ni kijana ambaye tunaweza kusema kwamba ameshafanikisha kila baadhi ya ndoto zake, yani ndoto zake nyingi sana ameshazifanikisha. Kwa hiyo kwa umri ambao yuko nao, bwana salute sana kwake. Bwana Diamond akaendelea kusema kwamba Oktoba ni mwezi niliozaliwa, mnamo Oktoba tarehe 2 nitatimiza miaka 36, na katika miaka hii 36 ni mengi sana nimepitia. Diamond akaendelea kusema kwamba ni mengi sana nimepitia, mazuri na mabaya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanyia hayo yote. Nimeyapokea kwa uchanya, yani nimeyapokea positively. Na naamini kwamba ndiyo yalionijenga hadi leo hii kuwa hapa nilipo. Kwa kweli nimekuwa mtu ambaye nimebahatika wa kupendwa na kusapotiwa kwa kipekee. Na katika kusherehesha mwezi huu wa kwangu mimi wa kuzaliwa kwangu, nimeuweka kuwa mwezi maalum kabisa wa kuwapa raha. Ni mwezi maalum kabisa nimeuweka kwa ajili ya kuwapa raha mashabiki zangu, kwa kuwatolea nyimbo mbalimbali ambazo kwa muda kidogo nilikuwa sijafanya hivyo. Alafu akamalizia hapa kusema kwamba enjoy WCB fan, this is your month. Kwa kifupi ni kwamba Diamond Platnumz bwana amewaahidi mashabiki zake wa WCB wa enjoy, huu ni mwezi wao, kwani ameamua kwamba kwa vile ni mwezi wake wa kuzaliwa na amepitia mambo mengi sana, lakini pia vile vile anathamini kwamba amekuwa akisapotiwa kwa muda mrefu sana kwa upekee wa hali ya juu. Hivyo basi ameamua kwamba mwezi huu wa 10 ni mwezi wa raha,
na amewaahidi raha tu mashabiki zake. Kwa muda kidogo amekuwa hajatoa nyimbo, sasa amedai kwamba Diamond hivi karibuni ataanza kutoa nyimbo back to back kwa ajili ya mashabiki zake. Diamond Platnumz Simba amezungumza hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story kuhusiana na release ya ngoma ambazo kwa muda mrefu kidogo alikuwa hajazitoa. Kwa hiyo peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na maamuzi hayo ya Diamond Platnumz. Kwa mfano hapa kuna peji hapa Juma Lokole amesema kwamba bwana fumua baba, tupate burudani sisi. Alafu akamtag pale Diamond Platnumz, alafu akamalizia kwa kusema kwamba wapumzishe Januari wapumzishe Januari ikiwezekana. Juma Lokole anasema kwamba Diamond afumue, aachie hayo mawe mwanzo mwisho, alafu wapumzishe watu Januari, yani kwamba atoe nyimbo back to back mpaka Januari itakapofika. Lakini pia hapa kuna peji nyingine wamekuja wameandika kwamba bwana nguli wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz anatangaza kuachia ngoma back to back kuanzia mwezi huu hapa Oktoba, ikiwa ni sehemu ya kusherehekea mfano wa siku yake ya kuzaliwa na mashabiki zake. Peji nyingine pia imekuja kuripoti the same thing. Amesema kwamba bwana Diamond Platnumz ameahidi kuwapa raha mashabiki kwa mwezi huu hapa wa Oktoba. Msanii Diamond Platnumz rasmi kabisa ametangaza kuwa Oktoba ni mwezi wake wa kuzaliwa na ndio mwezi ambao amepanga kuwapa raha mashabiki zake, ambapo mnamo tarehe 2 mwezi wa 10 atalazimika kuachia ngoma back to back kwa ajili tu ya kuwapa raha mashabiki zake, na mnamo tarehe 2 hiyo mwezi huo wa 10 atakuwa amefikisha umri wa miaka 36. Lakini pia amesisitiza kwamba mwezi huo ni mwezi wake wa kuzaliwa, kwa hiyo ameahidi kuachia kazi mfululizo. Wakaendelea hapa kusema kwamba bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, Simba amesema kwamba amepitia changamoto nyingi na pia vile vile amepata mafanikio mengi, ila anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumpa nguvu na kuwa mwenye kupokea matatizo pamoja na mafanikio yote kwa mtazamo chanya. Hiyo ni kwa mujibu wa Diamond Platnumz. Lakini pia ukiachana na hilo, peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Diamond ameamua kutangaza rasmi kwamba sasa anataka aachie kazi juu ya kazi. Bwana hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na hiki ni kitu ambacho of course kwa sasa hivi tunaona kabisa kwamba ni wazi dhahiri shahiri kwamba kinawezekana, ukizingatia kwamba Diamond bwana sasa hivi pale katika record label yake ya Wasafi hana wasanii wengi kama ilivyokuwa hapo awali. Tunafahamu pale sasa hivi bwana yuko yeye mwenyewe Diamond, yuko Zuchu pale na yuko D-Voice. Umeona hawa wengine wote wameshatimua, kwa hiyo swala la kusubiriana au kuwapa nafasi wasanii wake nao pia waende watoe kazi halipo, kwa sababu mzunguko sio mkubwa, wasanii ni wachache pale Wasafi. Kwa hiyo Diamond akisema kwamba anaweza kutoa ngoma back to back ni kitu ambacho kinawezekana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Bwana umepokeaje habari hizo? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.